Kauli ya upendo tu unajenga ni kauli ambayo aliipenda sana kuitumia Mtakatifu Maximiliano Maria Kolbe. Lile bomu la nyuklia halikuweza kuathiri zile nyumba alizojenga kwa ajili ya kueneza chama cha ushujaa wa Imakulata. Mtakatifu Maximiliano yeye alifanya kosa moja. Aliwachukua watu walikuwa wanatafuta hifadhi ambao walikuwa wanatafutwa wafungwe, akawaficha. Alipojulikana alikamatwa. Alipokamatwa alipelekwa katika gereza. Wale askari wa gereza walitoa kitisho kwamba mtu yoyote atakayetoroka katika gereza, watu 10 watatolewa miongoni mwao wateswe mpaka kufa ili kufidia kama adhabu ya yule aliyetoroka. Amani na salama. Katika kitabu cha Kutoka aya 20 mstari wa kwanza hadi wa 17, Mungu alimkabidhi Musa mbao 2 zilizokuwa na amri za Mungu. Na ni katika amri hizi 10 za Mungu ambapo wana wa Israeli waliweza kuongozwa kuelekea katika nchi ya ahadi, na waliweza kuwa karibu zaidi na Mungu kama endapo wangeweza kuzingatia hizi amri 10. Hizi amri 10 zimegawanyika katika amri moja kuu ya upendo, na katika hii amri kuu ya upendo imegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni upendo kwa Mungu, na amri na sehemu ya pili ni upendo kwa jirani. Amri ya kwanza mpaka ya 3 inazungumzia uhusiano wetu na Mungu, lakini kuanzia amri ya 4 mpaka ya 10 inazungumzia kuhusu uhusiano wetu sisi kwa sisi, ambayo imeanzia pale katika amri ya kuwaheshimu baba na mama ili tupate miaka mingi na heri duniani. Tunaweza kuwa karibu zaidi na Mungu kama endapo tutaishi katika hizi amri 10 ambazo zimejengeka katika amri kuu ya upendo. Hii inamaanisha kwamba tunaweza tukaishi upendo, tunaweza kuwa karibu zaidi na Mungu kama tutaishi upendo. Na Mtakatifu Paulo moja ya barua zake alisema kwamba upendo ni utimilifu wa sheria. Tunapoishi upendo tunaitimiza sheria katika ukamilifu wake. Kauli ya upendo tu unajenga ni kauli ambayo aliipenda sana kuitumia Mtakatifu Maximiliano Maria Kolbe, na kauli hii alipenda kuitumia, si kuitumia tu kwa kunena, bali alionyesha kwa matendo, hata akaamua kufa kifo cha upendo. Alipenda kuitumia kauli hii ya upendo tu unajenga wakati ule wa machafuko ya vita ya pili ya dunia, ambapo kulikuwa kuna udhalimu na unyanyasaji ukiendelea, na utawala wa kidikteta wa Wanazi wa wakati ule, ambapo watu walinyanyaswa, waliteswa na waliuawa. Ni katika kauli hii ya upendo tu unajenga ambapo Mtakatifu Maximiliano Maria Kolbe aliamua kuyatoa maisha yake, akafa kwa ajili ya mtu mmoja ambaye alikuwa afe na aache familia yake, mke na watoto. Labda unaweza ukatamani kumjua zaidi huyu Mtakatifu Maximiliano Maria Kolbe. Kwanza kabisa, katika utoto wake, katika kuzaliwa kwake, alikuwa anajulikana kama Raymond Kolbe. Mtakatifu jina la Maximiliano alilipata baada ya kujiunga na ndugu wadogo wa Francisco wa Conventuali, ambapo kwa wakati ule ulikuwa ukijiunga na utawa unabadilisha jina, unaacha jina la zamani unachukua jina la kitawa. Kwa jina lake la kitawa alichagua Maximilian Maria. Huyu Raymond wakati wa utoto wake kwanza alizaliwa mwaka 1894 huko katika kijiji cha Zdunska Wola. Kijiji kinajulikana kama Zdunska Wola huko nchini Poland. Ni nje kidogo ya mji wa Łódź. Katika utoto wake alipenda sana kwenda kanisani, na alikuwa akienda kanisani mara nyingi alikuwa anatumia muda mwingi sana kukaa katika groto ya Bikira Maria, na alikuwa anapenda sana kusali mbele ya groto ya Bikira Maria. Na mara nyingi alikuwa sana anagombezwa nyumbani na mama yake, kwa sababu alikuwa mara nyingi alikuwa anachelewa kurudi nyumbani, kwa sababu alikuwa anatumia muda mwingi sana kukaa katika groto ya Bikira Maria. Alikuwa anagombezwa, kwa hiyo alikuwa anajisikia vibaya anapogombezwa, lakini hakukata tamaa.
Siku moja akiwa katika groto ya Bikira Maria alitamani kumuuliza Bikira Maria kwamba alitamani kujua atakuwa nani katika maisha yake ya baadaye, maisha yake ya baadaye yatakuwaje. Katika sala zake mbele ya groto ya Bikira Maria alimuuliza Bikira Maria kwamba maisha yangu baadaye yatakuwaje. Basi mara nyingi alikuwa anaongea tu kama njia ya kusali kwa imani, akiamini kwamba anaongea maombi yake yanafika kwa Kristo kupitia Bikira Maria. Lakini wakati ule ilikuwa tofauti, kwa sababu katika maneno yake yale alikuwa anayazungumza akitaka kujua maisha yake ya baadaye yatakuwaje. Tukio la ajabu lilitokea, kwa sababu Bikira Maria alimtokea yeye. Kulingana na maelezo yake, anasema kwamba aliona mama mmoja mzuri sana alimtokea mbele yake, anang'aa sana kama jua. Mama huyu alikuwa ameshika mataji mawili, moja jeupe na moja jekundu. Yeye kwa maelezo yake alisema kwamba huyu mama alimtazama kwa tabasamu zuri sana, na akamuonyesha mataji yale mawili, akamuuliza, akamwambia, mkononi mwangu nina mataji mawili, moja ni leupe na lingine ni jekundu. Jeupe linamaanisha usafi wa moyo na jekundu linamaanisha ushahidi au kifodini. Akaambiwa, wewe utachagua lipi? Basi Maximiliano akajibu, nitachagua yote mawili. Basi mama Bikira Maria akamwangalia kwa tabasamu, alafu akatoweka. Siri hii Maximiliano alimhadithia mama yake peke yake, hakumwambia mtu mwingine yoyote. Na alipofika kwa mama yake alimwambia, wakati ulivyoenda kunigombeza, wakati ulivyonigombeza kipindi kile, siku inayofuata nilienda katika groto ya Bikira Maria, na Bikira Maria alinitokea, na alivyonitokea basi akamueleza mama yake hali ilivyokuwa, mpaka akaonyeshwa mataji mawili, yeye akayachagua yote na yule mama akapotea. Kuanzia hapo basi mama yake hakuwa tena mkali sana kwa Maximiliano alivyokuwa anachelewa kurudi. Basi akiwa na miaka 13 Maximiliano alijiunga na shirika la ndugu wadogo wa Francisco wa Conventuali mwaka 1907. Ilipofika mwaka 1910 basi alijiunga na novisiati, na 1911 aliweka nadhiri za kwanza. Mwaka 1914 aliweka nadhiri za daima. Baada ya kuweka nadhiri za kwanza alitumwa Roma, ambapo alienda kusoma falsafa na theolojia, na alienda kusoma katika chuo cha kipapa cha Gregorian, na baadaye alijiunga na chuo kikuu cha kipapa kilichoko chini ya shirika la Francisco, chuo kikuu cha Urbaniana, ambapo alisoma theolojia. Wakati akiwa anasoma, mtakatifu Maximiliano alianzisha chama ambacho kilikuwa kinaitwa Militia Immaculate, yani maana yake shujaa wa Immaculata. Aliona upekee wa Bikira Maria katika kanisa Katoliki, na alianzisha chama hiki ili kwa influence vijana na watu wa Kristo waweze kumjua zaidi Kristo kupitia Bikira Maria. Mwaka 1918 alipata upadri huko Roma. Alipewa daraja takatifu la upadri, na baada ya kupata daraja takatifu la upadri alirudishwa Poland, ambapo alikuwa tayari ana elimu juu ya historia ya kanisa. Kwa hiyo kule Poland utume wake wa kwanza alifanya kufundisha chuo juu ya historia ya kanisa, na wakati huo pia alikuwa anaendeleza kile chama chake au ile movement yake ya shujaa Immaculata, ambapo pia alihusika na kuanzisha printing press ambayo ilikuwa inatengeneza majarida mbalimbali ambayo alikuwa anahubiri Injili kupitia magazeti. Lakini baada ya hapo pia alitumwa nchini Japani, ambapo pia yeye ndio aliomba kwa mkuu wa shirika kwamba alitaka aende kueneza ushujaa wa Immaculata nje za nchi. Kwa hiyo alichagua kwenda Poland, kwenda nchini Japani, katika eneo lile la Nagasaki. Kabla ya mabomu ya nyuklia kulipuka kule, yeye alikuwa tayari yuko kule, na alianzisha, na inasemekana kulingana na historia na wanahistoria wanasema kwamba lile bomu la nyuklia halikuweza kuathiri zile nyumba alizojenga kwa ajili ya kueneza chama cha ushujaa wa Immaculata.
Basi kule alitumikia kwa muda kadhaa, kwa muda wa miaka kadhaa, ndipo aliporudi Poland. Poland alirudi kwa ajili ya kikao cha shirika, yani tunaita chapter. Alirudi kwa ajili ya chapter, na chapter iliamua kwamba atabaki Poland aendelee kutumika katika chama cha Ushujaa Imakulata. Na pia hapo ndipo alipopata idea au wazo la kuanzisha mji wa Maria ambao kwa sasa unajulikana kama Nepokalane. Sasa huyu Mtakatifu Maximiliano ni nani? Ni swali ambalo unaweza ukajiuliza, na ni vizuri pia ukamfahamu. Ni mtakatifu wa kipekee, na utataka pia kujua upekee huu ni upi, ana upekee gani? Tunafahamu kwamba mashahidi ni wale watu ambao wanakufa kwa ajili ya imani, kutetea imani. Mashahidi wa zamani waliuawa kwa sababu walitetea imani. Kwa mfano tu, mashahidi wa Uganda wale walikataa kuyafuata matakwa ya mtawala na kuikana imani yao, ndicho kilichowafanya wakauawa. Hapo nakupa tu mfano. Pia wale mashahidi wa mwanzo akiwemo mitume wa Yesu waliuawa kwa sababu walihubiri imani na waliishi imani. Kwa hiyo walijulikana kwamba wamekufa mashahidi wa dini, kutetea imani. Lakini Maximiliano ushahidi wake ni wa kipekee. Yeye alikufa kifo cha ushahidi, lakini ushahidi wake ni wa kipekee na unajulikana kama ushahidi wa upendo. Ndio maana alijulikana hasa kauli yake ile ya upendo tu unajenga. Upendo tu unajenga aliitumia, lakini sio kwamba aliitumia kwa maneno, bali aliitumia pia kwa matendo, na ndicho kilichopelekea kifo chake kwa sababu ya upendo. Katika vita ya pili ya dunia kulikuwa kuna machafuko na manyanyaso, ambapo watu waliteswa, walidhalilishwa, lakini pia waliuawa. Watu walikamatwa, hivyo walitafuta namna ya kutoroka, kukimbia, na hivyo walikamatwa. Mtakatifu Maximiliano yeye alifanya kosa moja. Aliwachukua watu walikuwa wanatafuta hifadhi, ambao walikuwa wanatafutwa wafungwe, akawaficha. Alipojulikana alikamatwa. Alipokamatwa alipelekwa katika gereza. Gereza lililofahamika kama Paviak. Lakini baadaye alipelekwa katika kambi ya mateso iliyojulikana kama Auschwitz. Huko alikutana na wafungwa wengine. Na huko alikuwa ni padri peke yake katika lile gereza. Japo watu walikuwa hawajamfahamu mapema, walikuja kumfahamu baadaye baada ya kuona upekee wake, kwa sababu alikuwa ni mtu wa kipekee. Alikuwa ni mtu mtulivu, alikuwa hana hofu, alikuwa anasali, akawafundisha na wengine kule gerezani kusali. Lakini katika muktadha huo kuna tukio la kipekee lilitokea. Wale askari wa gereza walitoa kitisho kwamba mtu yoyote atakayetoroka katika gereza, watu 10 watatolewa miongoni mwao, wateswe mpaka kufa ili kufidia kama adhabu ya yule aliyetoroka. Hii ilikuwa ni ili kuwafanya wale wafungwa wawe walinzi wa wenzao, ili wasitoroke, ili wasije wakauawa wao watakao baki. Sasa ilitokea mfungwa mmoja alitoroka. Manake wangetoroka wawili, wangechukuliwa watu 20, yani mtu mmoja alikuwa na thamani ya watu 10 kuuawa. Kwa hiyo alitoroka mfungwa mmoja. Wangetoroka wawili, angechukuliwa watu 10 wauawe. Angetoroka watatu, angechukuliwa 30 wauawe. Lakini alitoroka huyu mmoja. Alipotoroka huyo mmoja, ilibainika kwamba kuna mfungwa ametoroka. Basi ikafuata adhabu kama ilivyokuwa imezungumziwa kwamba watachukuliwa watu 10 wateswe mpaka kufa. Basi na huwa wanachagua tu bila kuangalia, wanachagua tu yote ile atakao mwangukia. Basi wakachagua watu 10 ili wauawe, ili kufidia yule mfungwa aliyetoroka. Miongoni mwa wale wafungwa waliotoroka, namaanisha miongoni mwa wale waliochaguliwa 10, Mtakatifu Maximiliano yeye hakuwa miongoni mwao. Lakini yeye alisikia sauti ya mtu mmoja alilia kwa uchungu sana. Mtu huyo alifahamika kama kwa jina moja la Francisek. Alilia kwa uchungu sana, akiwa anamtaja mke wake na watoto wake, akionyesha kwamba anakufa, anawaacha watoto wake ambao wangemtegemea, mke wake ambaye angemtegemea. Kwa hiyo alilia kwa uchungu sana, akisema naenda kufa, naacha familia yangu. Hili lilimuumiza sana Mtakatifu Maximiliano. Mtakatifu Maximiliano alitoka miongoni mwa watu wengi, akatoka kule katikati, akamfuata askari wa gereza, akamwambia, naomba nichukue nafasi ya huyu, kwa sababu mimi ni padre Mkatoliki, na pia
sitegemewi na familia. Huyu anategemewa na familia na akifa na familia yake pia itakufa, kwa sababu wanamtegemea yeye ndio baba wa familia. Basi kulingana na wanahistoria walivyoandika katika vitabu mbalimbali, wanasema kwamba yule askari alikubali haraka baada ya kujua yule ni padri, kwa sababu walikuwa wanachuki sana mapadri, kwa sababu mapadri walikuwa ni watu walikuwa wanahubiri upendo, na wakati ule chuki ilikuwa imetawala. Basi ombi la Maximiliano lilikubalika, akachukua nafasi ya Francisek. Francisek aliachiwa huru kabisa, akaondoka akaenda nyumbani. Na kulingana na watu walivyoandika, walitumia kauli fulani ya kwamba alikimbia sana, kwa sababu unaweza ukatengeneza picha kwamba umenusurika kutoka katika kifo, kwamba unajua kabisa hapa ninakufa, na ukajitoka katika mazingira kwamba uko huru. Kwa hiyo aliondoka. Maximiliano aliunganishwa na wale watu 10 ambao walienda walipelekwa katika sehemu maalum ya kuwatesa watu mpaka kufa. Na hao watu walikufa kwa namna gani? Walikufa kwa njaa, kwa sababu inasemekana kwamba mwanzoni walikuwa wanapelekewa chakula kidogo sana na maji, lakini ilifika wakati wakawa hawapelekei chakula kabisa ili wafe. Baada ya wiki 2 walikuwa wameshakufa, na walikuwa wamebaki watu 4 tu katika kile chumba cha mateso. Miongoni mwa watu 4 alikuwa Mtakatifu Maximiliano, alikuwa ni miongoni mwa wale watu 4 waliobaki. Basi wale wa askari wa magereza walivyorudi walitegemea watakuta washakufa wote, kwa sababu baada ya wiki mbili zinatosha kwamba mtu ambaye hajala ndani ya wiki 2 automatically atakuwa ameshakufa. Lakini alishangaa kuwakuta watu 4 bado wako kule ndani. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza picha sasa, kama ni wewe ungejisikiaje? Umebakiza siku chache ufe. Si kwamba alikuwa na kosa au si kwamba alilazimishwa, bali alijitoa mwenyewe, na wenzake wote wamekufa, anaona miili yao iko pale. Na wakati ule katika hiyo sehemu kulikuwa wale watu walikuwa hawana utu, maanake utu ulishushwa chini kiasi kwamba walichukulia watu kama wanyama, waliwadharau watu. Kwa sababu inasemekana wakati Francisek alivyokuwa anaomba analia, Maximiliano alivyosema atachukua nafasi yake, yule askari wa gereza alimpa swali la kejeli. Alimwambia, do you know this Polish pig? Maximiliano akasema no. Maanake inamaanisha unamfahamu huyu nguruwe wa Kipolish? Maximiliano akasema hapana. Basi ndipo Maximiliano alivyochukua nafasi yake. Kwa hiyo wakati ule wamebaki watu 4, ile miili mingine ilikuwa kule, na kule ndani walikuwa uchi wa mnyama, maanake waliambiwa waingie bila nguo. Wamebaki watu 4 ambao, na pia watu walitegemea kwamba ndani ya ile sehemu ya mateso kutakuwa na vilio, lakini mpaka wanapungua wanabaki 4 kulikuwa hakuna aliyelia, lakini sauti zilizokuwa zinasikika ni sauti za kusali rozari. Si kwamba wale kule ndani walikuwa wote ni Wakatoliki au wote walikuwa wanajua kusali rozari, lakini Maximiliano alikuwa na kazi ya kuwafundisha kwanza kuwafundisha juu ya imani na kuwafundisha juu ya rozari. Aliwahubiria juu ya Bikira Maria Immaculata, hivyo walijua kusali rozari. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba hawa watu walikufa kifo kizuri, kwa sababu walipata mtu ambaye aliwafundisha kuhusu imani na kuwafundisha kuhusu rozari. Basi baada ya hapo wale askari wa magereza, baada ya kukuta wale watu bado hawajafa, ilipofika tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 1941 waliuawa, kwa sababu walikuwa wanachukua muda mrefu bila kufariki. Basi waliwachoma sindano ya sumu ambayo iliwaua, ambapo ndipo Maximiliano alipoteza maisha na ndipo kifo chake kilipotokea. Basi baada ya miaka 41 alitangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1982. Papa Yohane Paulo wa pili alimtangaza mtakatifu, na katika mahubiri yake alisisitiza sana kwamba Mtakatifu Maximiliano ni shahidi, lakini ushahidi wake ni wa kipekee. Ni wa kipekee kwa sababu alifia upendo. Na katika mahubiri yake mtakatifu Papa Yohane Paulo wa pili alisema kwamba yale maneno ya Kristo katika Yohane 15 mstari wa 13 yaliokuwa yanasema kwamba hakuna upendo mkuu kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki. Maximiliano aliyatimiza katika uhalisia wake, kwa sababu alipoteza uhai wake kwa ajili ya rafiki. Alitoa maisha yake ili kuokoa maisha sio ya mtu mmoja, bali ya watu wengine ambao walikuwa nyuma yake.
yule Francis alikuwa ana familia, alikuwa na mke na watoto, walikuwa wanamtazama baba yao kama ndiye anayeleta kila kitu katika familia. Kwa hiyo Maximiliano alimsave, aliokoa maisha ya Francis na familia yake. Hii kauli ya upendo tu unajenga, hapa ndipo inapofikia kilele, kwa sababu wakati ule chuki zilikuwa zimetawala, na pamoja na kwamba chuki imetawala, lakini bado upendo, Maximiliano alijaribu kuingiza upendo katika chuki, na upendo ulionekana katika miongoni mwa watu waliokuwa watu wa chuki. Kama nilivyokuambia hapo awali kwamba yule askari wa gereza alivyosikia kwamba Maximiliano anasema niko hapa padri Mkatoliki, niko tayari kuchukua nafasi ya Francis, aliruhusiwa haraka kwa sababu alikuwa padri. Wale watu walikuwa na chuki na mapadri kwa sababu walikuwa wanahubiri upendo. Manake kuna kauli inasema kwamba upendo na chuki hawezi vikakaa sehemu moja, lazima either upendo utawale au chuki itawale. Kwa hiyo walichukua sana mapadri na watu waliohubiri Injili kwa sababu walikuwa wanahubiri upendo. Ndicho kilichofanya Mtakatifu Maximiliano akafa. Kama nilivyokuambia pia kwamba watakatifu wapo kwa ajili ya kutupa mwangaza kwamba tuishi vipi ili tuweze kufikia ufalme wa mbingu. Tunajifunza nini katika kauli hii ya upendo tu unajenga? Tunajifunza nini katika maisha mazima ya Mtakatifu Maximiliano mpaka kufa kwake, kufa kifo cha ushahidi wa upendo? Upendo tu unajenga kwa sababu Maximiliano aliutofautisha na chuki za wakati ule, na pia naweza nikasema kwamba upendo tu unajenga kwa sababu kila lililo jema au kila lililo jambo zuri katika familia, katika jamii na katika taifa, asili yake ni upendo. Upendo unajenga kwa sababu kila kilicho chema ni tunda la upendo. Katika familia, katika jamii, katika taifa na katika dunia kwa ujumla, tunaweza tukaishi kwa amani, maelewano, msamaha, kuvumiliana kama tu upendo utakuwepo. Upendo ndiyo njia pekee ya kwenda mbinguni. Hakuna njia nyingine ya kwenda mbinguni tofauti na njia ya upendo. Mwanzoni kabisa nilikupa utangulizi juu ya amri 10 za Mungu alizopewa Musa katika mlima Sinai. Amri hizi 10 zilikuwa ni 10, lakini zilikuwa zinawekwa katika sehemu moja ya upendo. Sehemu ya kwanza ni upendo kwa Mungu na sehemu ya pili ni upendo kwa jirani, ambapo nikakwambia kwamba amri ya kwanza mpaka ya 3 inazungumzia upendo kwa Mungu na amri ya 4 mpaka ya 10 inazungumzia upendo kwa jirani. Na kulingana na jinsi wanatheolojia wameweka katika, kwa Kiingereza tunaweza kusema katika dimensions mbili. Kuna vertical dimension na horizontal dimension. Tunaanza na vertical dimension ambayo ni upendo wa Mungu ambao unaanzia amri ya kwanza mpaka ya 3. Na horizontal dimension ni ile dimension ambayo ni upendo wa sisi kwa sisi ambayo inaanzia katika amri ya 4 mpaka amri ya 10, ambayo inaanzia kwenye amri ya kuwapenda, kwa heshima wazazi tupate miaka mingi na heri duniani mpaka ile amri ya 10. Kwa hiyo tunaona kwamba kama tukiishi amri 10 hizi tutafika mbinguni. Maana kwa ufupi tunaweza kusema tukiweza kuishi upendo tutafika mbinguni. Kwa sababu unaposema amri 10 na ukasema upendo umeongea kitu kimoja, kwa sababu amri 10 zinazungumzia upendo. Tunapoishi upendo tunakuwa karibu zaidi na Mungu. Kwa sababu hata wana wa Israeli walivyoweza kuziishi vizuri zile amri 10 za Mungu, waliweza kuwa zaidi karibu na Mungu na waliweza kuifikia nchi ya ahadi. Na sisi nchi yetu ya ahadi ni mbinguni. Na tunaweza kufika mbinguni kama tutaishi tu upendo. Tutaishi tu upendo, tutaweza kuwa karibu zaidi na Mungu kama tutaishi upendo, lakini pia tutaweza kufikia ufalme wa mbingu kama tutaishi upendo katika ukamilifu. Basi umeweza kusikia historia ya Mtakatifu Maximiliano mpaka kifo chake. Lakini ni kweli tunasikia historia nzuri za watakatifu, lakini baada ya kuzisikiliza nini kinafuata? Tunafuata mifano yao. Mwanzo nilikwambia kwamba watakatifu maisha yao ni kama, kwa Kiingereza tunasema reflection, tunaweza kutumia kama reflection ya maisha yetu ili na sisi tuishi kama wao, kwa sababu kila mtu anatamani kuufikia ufalme wa mbinguni. Na hawa watakatifu ni kama mfano bora wa kuufikia ufalme wa mbinguni. Hivyo basi ni vizuri tusiishie tu kusikiliza au kusoma historia nzuri za watakatifu walioishi vizuri, bali tujaribu pia kuyaishi yale walioyaishi ili tuweze kufikia ufalme wa mbinguni. Huyu mtakatifu anatufundisha tuishi kwa upendo.
tunakutana na hali mbalimbali katika jamii ambazo zinahitaji upendo wetu. Tunakutana na watu wenye shida mbalimbali wanahitaji upendo wetu. Hata katika familia wanahitaji upendo, kwa sababu katika familia kuna watu wenye madhaifu mbalimbali ambao yanaleta chuki katika familia au katika jamii. Huko ndiko tunakotoka tupeleke upendo, kwa sababu upendo hauwezi kupelekwa sehemu penye upendo. Upendo unapelekwa penye chuki, ili kwa sababu hata Mtakatifu Francisco anasema katika sala yake ya kuomba amani, alisema penye chuki nilete amani. Maana pia kwenye upendo, kwenye chuki nilete upendo. Na sisi tunaitwa kuwa chumvi ya ulimwengu. Chumvi kazi yake ni kukoleza. Hivyo tutumie akili na utashi aliotupa Mungu ili kupeleka upendo katika jamii, hasa jamii zenye chuki, katika familia, hasa familia zenye chuki. Na mara nyingi katika familia kuna misukosuko ya hapa na pale. Huko ndiko tunataka tuonyeshe upendo. Sio tunaona chuki alafu sisi tunaongeza chuki katika chuki. Hapana. Katika chuki tunaingiza upendo. Kama Maximiliano alipoingiza upendo katika chuki dhidi ya chuki ya wakati ule ya utawala wa kidikteta wa Wanazi katika vita ya pili ya dunia. Tumsifu Yesu Kristo. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.